Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Hii ni robo ya kwanza ya mwaka 2026. Robo inayosema kuunganisha mbingu na dunia. Kristo katika Wafilipi na Wakolosai. Tumeendelea na mfululizo wa masomo haya tangu mwezi wa kwanza, na leo tunaenda kuliangazia somo la 8. Somo la 8 lina kichwa kinachosema ukuu wa Kristo katika yote. Hii ni kwa ajili ya Februari 14 hadi 20 mwaka huu 2026. Sabato mchana. Somo la juma hili, Mwanzo 1:26 na 27, Wakolosai 1:13 hadi 19, Yohana 1 aya kwanza hadi ya 3, Waefeso 1:22, Wakorintho wa kwanza sura ile ya 12 aya ya 12 hadi 27, Wakorintho wa kwanza sura ya 4 aya 9, Warumi 6 aya 3 na ya 4. Fungu la kukariri linatoka kitabu cha Wakolosai 1 aya 15 hadi 17. Neno la Mungu linasema, naye ni mfano wa mtu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au usultani au enzi au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake, naye amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikana katika yeye. Kwa somo la juma hili tunaendelea kuangalia waraka kwa Wakolosai. Tazama somo la kwanza na la pili. Katika somo la pili siku ya Alhamis, tuliona kwamba katika Wakolosai 1:9 hadi 12, Paulo anawaombea waamini wa kanisa la Kolosai, akisihi kwamba wapate kuishi kwa namna inayompendeza Mungu. Katika aya ya 12 na 13, anatofautisha falme mbili, ule wa nuru na wa giza, urithi wa watakatifu katika nuru, Wakolosai 1:12, na nguvu za giza, Wakolosai 1:13. Mungu Baba ametustahilisha kushiriki urithi wa milele wa ufalme wa nuru. Akatuokoa kutoka katika nguvu za giza na akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi, Wakolosai 1 aya 13 na 14. Kwa maneno mengine, ni katika Yesu, nafsi ya Yesu ambaye pia ni Mungu muumbaji wetu, kwamba tunao ukombozi. Alitimiza ukombozi wetu kwa ajili yetu, na kwa imani katika yeye tumehamishwa kutoka katika ufalme wa giza na kuingia katika ufalme wa mwana wake mpendwa. Juma hili tutaangalia mojawapo ya kauli za kina na adhimu kuhusu Yesu katika Agano Jipya. Inamaanisha nini kwamba Yesu ni mfano wa Mungu asiyeonekana, lakini pia mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote? Wakolosai sura ile ya kwanza aya 15. Jifunze somo la juma hili kwa maandalizi ya Sabato ya Februari 11. Jumapili Februari 15 tutaangazia mada inayosema mfano wa Mungu asiyeonekana. Jumatatu Februari 16, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Jumanne Februari 17 tutaangazia mada inayosema kichwa cha mwili, yaani kanisa. Jumatano Februari 18, mada itasema mwanzo
katika mabano na mwanzilishi. Alhamisi tutaiangazia mada inayosema kuvipatanisha vitu vyote. Hii ni Februari 19. Na katika siku ya Ijumaa, jifunze zaidi. Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, hili ni somo la 8. Somo la 8 linaloangazia ukuu wa Kristo katika yote. Na leo tumejifunza katika Sabato mchana. Bwana akikupatia kibali, karibu hapo kesho tujifunze pamoja. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.